Baada ya Rais William Ruto kuzindua mradi wa Nyota, maelfu ya vijana nchini walipata mwanga mpya wa matumaini kupitia mgao wa kwanza wa fedha hizo. We are actualizing a commitment we made to the young people of the Republic of Kenya that the bottom-up economic transformation, bottom-up was not a slogan. Pesa mfukoni was not a lie. We have come here to make sure that we actualize. Katika kijiji cha Apollo, eneo bunge la Butere, tunakutana na Naima Ogutu, msichana mwenye umri wa miaka 22, ambaye aliona nyota iking'aa maishani mwake. Mimi niliona advert ya Nyota project, nika apply kwa simu. Kulikuwa na maswali walikuwa wananiletea, nikajibu. Ilikuwa around 10 questions. After nimejibu, wakaniandikia I have been selected for the Nyota project. After hapo tukaitwa Butere, tukafanyiwa training for 4 days. After the 4 days tukatumiwa message tukutane huko Mias Complex, ambapo wali launch the Nyota project, waka release pesa. Naima aliamua kuwekeza mgao wake katika kilimo cha kuku. Wasemavyo wahenga, kuku mgeni hujipatia nafasi jikoni. After nimepewa pesa, kitu ya kwanza kwa akili yangu ilikuwa hii biashara ya kuku. Niliamua kufanya poultry farming kwa sababu one, nilikuwa na ready market. Second, kulikuwa na space enough yenye ningeweza kufanyia hapo ufugaji wa kuku. Third, nilikuwa na watu karibu na mimi ambao wangeni advice venye naweza handle hii biashara ya kuku. Nilichukua 10,000 nikaleta vifaranga ndogo za one day old. Nilikuwa nachukua kifaranga moja at 100. Sasa nilichukua vifaranga 100. That is a total of 10,000. Nikanunua chakula ya kuku, hii gunia ya 50 kg which is 3,500. Nilinunua dawa ambazo zingeweza sustain hizo vifaranga. Nikazitengenezea brooder ambapo zingekaa comfortably. Nikanunua na hiyo jiko ya kuku ya kuipea warmth. Baada ya kuuza kuku wake wa kwanza, alijipatia zaidi ya shilingi 45,000. Fedha hizo akielekeza kununua kuku wengine, akijenga msingi wa ndoto zake za ujasiriamali. After 3 months nilikuwa na kuku 90 ambazo nilikuwa nauza moja kwa shilingi 500. Nikauza zote nikapata shilingi 45,000. Kwa matumaini tele, Naima anasubiri awamu ya pili ya mgao huo kutoka serikalini ili kupanua kilimo chake zaidi. Natarajia hii second phase ya Nyota ambayo ikikuja nitaongeza faranga 200 ambayo nitakuwa na a total of 400. Anaamini kwamba baada ya mwaka 1.5 atakuwa na zaidi ya shilingi 250,000. Mwanga utakaong'aa kama jua la asubuhi, ukileta faraja na tumaini jipya. Nitanunua vifaranga zingine 500 ambazo nikilisha vizuri after 3 months nitakuwa able kuuza moja at 500 na nipate 250,000. Anasisitiza kuwa nguvu za pamoja ndizo zitakazoinua kizazi kipya. Ningependa kuambia vijana wenzangu ambao walipata hii pesa ya Nyota waitumie vizuri, maana inaweza wasaidia pakubwa. Methali husema mchele mmoja haujazi gala. Naima anaiomba serikali kupanua mpango huu ili vijana wengi wapate nafasi ya kujikwamua. Naomba serikali iongeze idadi ya vijana ili waweze kupata hii pesa ya Nyota. Itasaidia vijana kujiondoa katika vitendo za uhalifu. Wakijimudu
watasaidia kuinua uchumi wa nchi yetu ya Kenya. Kwa sauti ya shukrani, Neema anasifia serikali kwa kuanzisha mradi huu, akisema ni tumaini lililoingia maishani mwake kama nyota ya alfajiri. Nashukuru hii serikali ya William Ruto kwa kutuletea hii project ya Nyota, maana imenisaidia sana nikaanzisha hii biashara ya poultry farming ambayo najiona after 3 years I can be a millionaire. Neema Ogutu ni mfano hai wa matumaini mapya kwa vijana wa Kenya. Nikiwaletea makala haya, jina langu ni Habat Mbai.